Uislamu unasema, na hii ni principle ngumu sana kuielewa kwa urahisi, kuwepo kwa serikali hata kama serikali hiyo sio adilifu ni bora kuliko kuto kuwepo serikali. Principle ya Kiislamu. Maulana wetu wameandika, wanasema minal mabadi alfiqhiyya almu'tamada, katika misingi ya kifiqhi inayozingatiwa, anna wujudu hukuma, kupatikana kwa serikali, wa in kanat fiha madhalim, hata kama ndani ya serikali hiyo kuna dhulma zinafanyika, afdalu min alfaragh, ni bora kuliko kuwa na vacuum, kuwa na fail state, kuwa hakuna serikali katika nchi. Alladhi yuaddi ila fitna, kutokuwa na serikali kunapelekea kuwa na fitna, wa bala'un, na balaa iliyokuwa kubwa. Alfaragh yuaddi ila tanazu' alquwa, kutokuwa na serikali kunapelekea kuwa na nguvu zingine zinazopigana zenyewe kwa zenyewe, makundi milishiyat ambaye yanagombana yenyewe kwa yenyewe, wastilal isabat, na makundi ya waizi kuvamia maduka, kuvamia majumba. Kwa sababu gani? Hakuna serikali, hakuna kitu ambacho kinaweza kikawadhibiti watu hao. Hii inapelekea kwenye damar shamil, uharibifu mkubwa kabisa. Kwa sababu gani? Government, serikali inayoongoza haipo. Kwa Uislamu unasema kuwepo kwa serikali yenye dhuluma ndani yake ni bora kuliko kutokuwa na serikali kabisa. Huu ni msingi wa Kiislamu na ni logic inaingia akilini. Tuangalie mfano, ndugu zangu, jirani zetu wa Sudan walikuwa na serikali yao, lakini wakaandamana, uhuru, demokrasia, si kuna kitu gani, vijana wakatoka barabarani, wakashawishiwa. Leo wako wapi? Nchi imeharibika, miundombinu imevunjwa yote, wamekuwa wakimbizi, vyuo vikuu vimekuwa sasa na makambi ya majeshi. Wakiulizwa vijana wanajuta. Hakuna government, hakuna serikali. Wanaendelea kuzungumza, itachukua miaka 10, 15. Lakini kwa sababu gani? Walifadhilisha kutokuwa na serikali kuliko kuwa na serikali yenye udhaifu. Logic inakataa, ndugu zangu Waislamu. Haiwezekani kuwa hivyo. Kwa sisi kama nchi tupo katika safari, tupo katika boti katikati ya bahari, lakini imetokea tumetofautiana. Tupo ndani ya bahari tunasafiri na tumetofautiana. Tufanye nini? Mfano huu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano ambao wanachuoni wa Kiislamu wametungia vitabu vya political science. Hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeandikiwa vitabu vya political science kuonyesha tunatakiwa tufanye nini katika hali kama hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul qa'im ala hududillah wal mudahin fiha, mfano wa yule mtu ambaye anasimamia mipaka ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yule ambaye yuko pembeni ya mipaka hiyo, kamathali qaumin istahammu ala safinati fil bahr, ni mfano wa watu wameingia katika boti, katika meli baharini, wakapiga kura. Boti ina sehemu mbili, sehemu ya juu ambaye inachukua watu wachache na sehemu ya chini inachukua watu wengi. Lakini wakapiga kura, nani akae juu, nani akae chini. Maana kila mtu anataka akae juu, kuna hewa, kuna nini. Kwa hiyo wakapiga kura, fa asaba ba'dhum alaha, baadhi ya wale wakapata kura, nyinyi mtakaa juu, wa asaba ba'dhum asfala, wengine kura zao zikasema nyinyi mtakwenda kukaa chini kule. Fakana alladhina fi asfaliha yas'aduna fayastaquna alma, ikawa wale walioko chini sasa wakitaka maji ya kuoga, ya kupiga deki, sio kufanyia nini, wanabidi wapande ngazi kwenye meli waende juu, wateremshe ndoo zao, wachote maji, alafu tena warudi chini. Sasa ile maji yanamwagika, wale walioko juu wakasema, bwana mnatusumbua, saa nyingine tumelala, mnakuja usiku na mandoo yenu, saa nyingine saa ngapi, kwanza bwana msio mnapanda panda ovyo hapo. Walioko chini wakasema, bwana tufanye shura ya pamoja. Inakuwa shida sasa, tufanye nini? Wakasema, faqala alladhina fi asfali, walioko chini wakasema, fa inna nathqubuha fi asfaliha, sisi tunaona bwana tutoboe hapa chini. Maji si yako hapa karibu na sisi kuliko wenyewe, tutoboe hapa tuchukue maji, tutakuwa tuna shida ya kupanda, kusumbua na kusimango. Fasanastasqa, tutapata maji. Fa in akhadhu ala aidihim famana'uhum najaw, walioko juu wakiwazuia hawa walioko chini kutoboa wataokoka wote. Wa in tarakuhum, na wakisema waacheni wafanye wanavyotaka, gharaqu wa gharaqu jami'an, watazama wote na boti tazama,
Wanachuoni katika kutafsiri wamesema kwamba hawa watu lazima wakae wazungumze, safina iende, lakini utaratibu wa kupata maji ujulikane, wawekewe njia maalum wasiwasumbue, ili wakipita wasiwaudhi, lakini maji wayapate. Cha msingi boti isitobolewe, kwa sababu hakuna atakayebakia. Wale waliotaka kupata maji hawatobaki na walioko juu hawatobaki. Umuhimu wa kuzungumza, umuhimu wa kukaa na kuangalia kasoro na dosari zilizopo katika boti na njia ya kupata maji zikoje, ili wote wapate wasafiri na wafike katika pwani yao kwa njia ya salama. Kwa kila mmoja wetu, ndugu zangu Waislamu, ana jukumu la kuzuia boti yetu isitobolewe. Waliopo juu wakae na waliopo chini, utaratibu wa kuchukua maji uwekwe ili tufike pwani wote salama.